Wadau wa shirika lisilo la kiserikali Action for Community Care linaloshirikiana na serikali katika kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo inayohusiana na virusi vya ukimwi pamoja na malezi na makuzi ya watoto wameandaa mjadala uliowahusisha watu wa nyanja mbalimbali leo Machi 21, 2025 jijini Dodoma kujadiliana kuhusiana na huduma za VVU kwa watoto na vijana pamoja na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Bi Fatma Kibasa, mmoja wa wadau wa shirika la Action for Community Care ACC, amesema kuwa ACC inashirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo masuala ya ukimwi, na akaongea mengi kuhusiana na mjadala huo uliofanyika. Sisi ni wadau tunashirikiana na serikali, tunasaidiana katika kutekeleza miradi ya afua inayohusiana na masuala ya virusi vya ukimwi, malezi na makuzi ya watoto, lakini haswa kwenye masuala ya HIV tunafanya kazi ya kuhudumia watoto, wamama wajawazito, wanaonyonyesha pamoja na wamama vijana. Changamoto kubwa ambazo tuliziona wakati wa utekelezaji wa programu hizi ambazo tunazifanya, kwanza kabisa hasa tukihusiana na masuala mazima ya VVU na ukimwi, watoto wamebaki nyuma hasa kwenye masuala ya huduma, lakini hawapatikani, wanapotea katikati. Yaani kwenye kuanza tiba mwanzo unakuta mama mjamzito akienda kupima hospitalini akagundulika na maambukizi, anapata huduma, lakini hapa katikati kwenye kuhudumia mtoto akishajifungua, hapa katikati kuna watoto wanafanya nini? Wanapotea. Kulingana na takwimu mwasilishaji wetu wa kwanza alivyoonyesha kwamba 67% ya watoto tu ndo ambao wamefikia hali ya kufubaza VVU. Hiyo ndo ambayo imetufanya tukutane leo hapa ili tuweze kujadiliana kwa pamoja ni kwa nini watoto wanapotea kwenye tiba. Bi Fatma ameongeza kwa kutoa wito kwa jamii kuwa kila mmoja awe balozi ili majadiliano yalofanyika yaweze kuwa na manufaa hasa kwa jamii. Kwa hiyo wito ambao tunautoa kwenye jamii, nafikiri kila mmoja anatakiwa kuwa kama balozi ili kuhakikisha kwamba haya ambayo tumejadiliana leo yanafika kule kwenye jamii, hasa kwenye level ya ngazi ya chini kabisa. Kwa leo wote ndio unatoa kama wito, serikali pamoja na wadau mbalimbali tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba zile huduma ambazo tumezikusudia zinafika kwa wanufaika. Naye Sanyamaro, afisa tabibu kituo cha afya Hombolo, amesema changamoto wanazokutana nazo kwenye masuala ya upimaji kwa watoto wadogo na wazazi wao ni watoto kutojua hali zao. Changamoto ambazo tunakutana nazo hasa kwenye masuala ya upimaji kwa watoto wadogo pamoja na wazazi wao wanaoishi nao au watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi, tumekuja kuona kwamba kuna changamoto kubwa sana hasa kwenye kuwafanya kwanza watoto wajue hali zao na elimu iweze kuwafikia kwa wingi sana kwa sawa wazazi. Na changamoto hizo zimekuwa nyingi sana. Kwanza ni elimu, kingine ni nauli watoto kufika vituoni au wazazi, lakini pia kuna wale ambao hawezi kufika kabisa kwenye huduma za kutolea huduma za afya na kupima. Na hii imesababisha kwamba iwe ni changamoto kubwa. Lakini kwa mkutano huu pamoja na majadiliano haya yametusaidia sana kutuweka katika wakati mzuri, na tumeshauriana na tumejadili changamoto zote na jinsi ya kuzitatua. Basi mimi niwaombe tu kwamba niwatie moyo sana ACC waendelee kusapoti eneo hili la upimaji kwa watoto na kuwashughulikia kwa changamoto yoyote, hasa vijana waweze kufahamu namna gani wanaweza kufahamu afya zao binafsi na kujikinga dhidi ya magonjwa yanaweza kuambukizwa. Mwenyekiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, Bidora Mwauko, naye hakuacha kuzungumzia upande wa vijana na kusema kuwa vijana kwa wakati huu wamebadilika na kutokuwa na maadili kabisa, jambo ambalo linapelekea kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa hivi bwana, upande hasa ninaweza kuzungumzia masuala upande wa vijana. Vijana sasa hivi wamekengeuka sana. Ni watu ambao hawana maadili kwa kweli. Na hilo nadhani ni jambo kubwa sana ambalo linapelekea vijana wengi wakati yani ule umri hatarishi kati ya miaka 14 mpaka 25 kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Naweza nikasema kitu kimoja, kwa sasa hali ya unyanyapaa kwa kweli imepungua. Tunakwenda kwenye vituo vya CTC, tiba na matunzo.
sio kama zamani. Wadau wa dini pamoja na machifu nao walizungumzia suala hilo, ambapo mchungaji John Maliga wa kanisa la EAGT Nkuhungu ametaja sababu zinazopelekea changamoto za malezi kwa watoto. Sababu za changamoto ya malezi ziko nyingi. Mwanamume na mwanamke wanahitaji kuishi pamoja. Leo kinachopelekea watoto wengi wanakuwa na changamoto kiafya na pengine hata kupatwa na maradhi ni kwa sababu wazazi hawa wawili, akishakuwa mmoja yuko mbali, mmoja anashindwa kulea watoto. Niwashukuru viongozi ambao wenye mada hii waliotushirikisha ili kuona kwamba hizi swala hili tunadadavua na tunafikia wapi. Changamoto ni nyingi sana ambazo zinajitokeza, lakini kwa upande wetu sisi kama machifu tuko bega na bega kwa serikali kufundisha au kuonyesha kwamba mfumo ambao unatakiwa sasa hivi tufuate vipi. Ndio maana tuko hapa kuchukua elimu ili kuwapelekea jamii zetu huko majumbani. Juliet Yustad, Ngasa TV.